Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Timothy Paul Mzava, karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni ya 99 kanuni ndogo ya 5 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023, naomba kuwasilisha maoni ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii kuhusu mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria ya shirika la nyumba la taifa wa mwaka 2025, yani the National Housing Corporation Amendment Bill 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, mswada huu ulisomwa kwa mara ya kwanza tarehe 14 Februari 2025 katika kikao cha 14 cha mkutano wa 18. Baada ya hatua hiyo, mswada ulipewa kwenye kamati ya kudumu ya Bunge, Ardhi, Maliasili na Utalii. Kamati ilifanya kazi ya uchambuzi na kuandaa maoni yake. Namna kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilianza kazi ya uchambuzi kwa kutumia njia zifuatazo. Moja, kufanya mapitio ya jumla ya maudhui ya mswada ulioletwa kwenye kamati tarehe 3 Machi 2025. Mbili, kupokea maelezo ya Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi tarehe 4 Machi 2025 kwa lengo la kupata sababu na mantiki ya mapendekezo ya kufanya marekebisho. Tatu, kusikiliza na kupokea maoni ya wadau kwa mujibu wa kanuni ya 97 kanuni ndogo ya 2 ya kanuni za kudumu za Bunge. Kazi hii ilifanyika tarehe 5 Machi 2025 kwa lengo la kupata mtazamo wa umma kuhusu mabadiliko ya sheria. 4, kufanya uchambuzi wa kina kwa kupitia kifungu kwa kifungu cha mswada pamoja na maoni ya wadau. Baada ya hatua hiyo, hoja zilizojitokeza zilikabidhiwa kwa waziri ili kupata ufanuzi kabla ya kujenga msimamo. Na 5, kupokea ufanuzi wa waziri na kufanya tena uchambuzi wa kina ili kujiridhisha na mantiki, manufaa na umuhimu wa kufanya marekebisho yanayopendekezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kuwashukuru wadau waliofika mbele ya kamati na kutoa maoni yao kuchangia kuboresha mswada huu. Kipekee naomba kutambua mchango wa Chuo Kikuu cha Ardhi na Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS ambao kwa pamoja imesaidia kamati yetu. Uchambuzi wa mswada. Mheshimiwa Spika, uchambuzi wa mswada huu ni sehemu ya utekelezaji wa majukumu ya kamati kwa mujibu wa kifungu cha 7 kifungu kidogo cha kwanza B cha nyongeza ya 8 ya kanuni za kudumu za Bunge. Baada ya kamati kufanya uchambuzi, sehemu hii inatoa ufafanuzi wa uchambuzi kwa kubainisha madhumuni, sababu ya madhumuni na maudhui ya mswada huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha uchambuzi uliofanywa ulijielekeza katika masuala ya jumla kuhusiana na maudhui, masharti, mpangilio na madhumuni ya marekebisho yanayopendekezwa na serikali. Vile vile kamati ilitathmini masuala mahususi ikiwemo utekelezaji wa masharti pamoja na masuala mengine katika kila ibara ya mswada. Uchambuzi wa maudhui ya mswada. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na maelezo ya serikali, kamati imebaini kwamba mswada huu unapendekeza kufanya marekebisho ya sheria ya shirika la nyumba la taifa sura ya 295 ili kutatua changamoto zilizojitokeza wakati wa utekelezaji wake. Sheria hiyo ilitungwa mwaka 1990 kwa madhumuni ya kuvunja ofisi ya msajili wa majumba, kuunda upya shirika la nyumba na kuweka masharti yatakayoboresha utendaji kazi wa shirika hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kujiridhisha na lengo la marekebisho yanayopendekezwa, kamati ilipitia jina refu la mswada na sehemu ya maudhui na sababu. Kwa kufanya hivyo, kamati iliweza kuoanisha ahadi ya serikali kwa wananchi kuhusu misingi ya uendeshaji wa shirika la nyumba la taifa NHC na masharti yanayorekebishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, jina refu libainisha kuwa mapendekezo haya yanalenga kuweka masharti bora kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za shirika kwa ufanisi. Kwa msingi huo, kamati ilitafakari kila kifungu ili kuona iwapo kinaboresha masharti ya utekelezaji wa majukumu ya shirika. Uchambuzi kuhusu masharti ya ibara mbalimbali za mswada. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kutathmini sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kila ibara kamati ilitoa ushauri na mapendekezo ili kuboresha maudhui yake. Napenda kujulisha Bunge kwamba kwa sehemu kubwa serikali imefanyia kazi ushauri na mapendekezo ya kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata hivyo, kwa lengo la kufanya rejea na kumbukumbu ya Bunge lako tukufu, naomba nitoe ufanuzi wa baadhi ya ibara ambazo kamati ilitoa ushauri wake kama ifuatavyo. Ibara ya pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara ya pili ya mswada, katika ibara ya pili ya mswada, serikali inapendekeza kufanya marekebisho katika kifungu cha 5 kifungu kidogo cha 2 cha sheria kuu. Lengo la marekebisho hayo ni kuongeza majukumu na kuboresha majukumu ambayo bodi imekuwa ikiyatekeleza lakini hayakuwa yamebainishwa na sheria. Kamati ilipendekeza kwamba ibara hiyo iboreshwe kwa namna ambayo kifungu cha sheria kitakuwa na sharti la kuitaka bodi kuzingatia sheria nyingine za nchi wakati wa utekelezaji wa majukumu yake.
Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara ya 8 serikali inarekebisha kifungu cha 16 cha sheria kuu kwa kukifuta na kukiandika upya. Lengo la marekebisho hayo ni kuongeza viwango vya adhabu ambavyo vimepitwa na wakati. Kamati ina maoni kwamba adhabu inayowekwa kwa kampuni ni ndogo ukilinganisha na aina ya kosa linalowekwa na sheria na ukilinganisha na kosa hilo linapotendwa na mtu binafsi. Kwa muktadha huo, ili kuweka uwiano wa adhabu unaolingana na kosa hilo, kamati inapendekeza kwamba adhabu kwa kampuni iwe ni faini isiyopungua shilingi milioni 2 na isiyozidi shilingi milioni 10. Ibara ya 10 ya muswada. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara ya 10 serikali inarekebisha kifungu cha 18 cha sheria kuu kwa kukifuta na kukiandika upya. Lengo la marekebisho hayo ni kuweka masharti mahususi ya uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa shirika ambayo hayakuwepo hapo awali. Kamati inapendekeza kwamba ibara hiyo ifanyiwe marekebisho kwa kuongeza muda wa uzoefu wa miaka 5 kama moja ya vigezo na masharti ya uteuzi wa mkurugenzi mkuu. Lengo la marekebisho hayo ni kuhakikisha kwamba mkurugenzi mkuu wa shirika anakuwa na sifa na uzoefu stahiki. Ibara ya 11. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara ya 11 serikali inafanya marekebisho ya kifungu cha 18 kwa kuongeza kifungu kipya cha 18A ili kutenganisha masharti yanayohusu uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa shirika na ajira za maafisa na wafanyakazi wengine wa shirika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa lengo la kuhakikisha kwamba kutakuwa na uwiano, usawa na uwazi katika ajira na utumishi wa umma, kamati inapendekeza kwamba kifungu kipya kiweke masharti ambayo yatalazimu shirika kuzingatia kikamilifu matakwa ya sheria ya utumishi wa umma. Ibara ya 22 ya muswada. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara ya 22 ya muswada inafanya marekebisho katika jedwali la sheria, yani schedule, ambapo limeundwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha 3 cha sheria. Baada ya kufanya uchambuzi wa kina wa marekebisho yanayopendekezwa katika jedwali hilo, kamati imeshauri kufanya marekebisho mbalimbali kama ifuatavyo. Katika aya ya 6, kamati inapendekeza Mheshimiwa Naibu Waziri, Katibu Mkuu, Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Nyumba pamoja na wataalamu mbalimbali wa serikali kwa ufafanuzi waliotoa wakati wa uchambuzi wa muswada huu. Ufafanuzi huo na maelezo yao yamesaidia kufanikisha kazi ya uchambuzi wa muswada huu kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho lakini sio kwa muhimu, na washukuru watumishi wa Bunge chini ya uongozi wa Katibu Mkuu wa Bunge kwa uongozi thabiti wa kuiwezesha kamati kutekeleza majukumu yake ipasavyo wakati wote wa kuchambua mswada huu. Msimamo wa kamati kuhusu hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii inashauri bunge lako tukufu kuujadili, kuukubali na kuupitisha mswada huu pamoja na jedwali la marekebisho kama ilivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha na naunga mkono hoja. Asante sana mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Timothy Paul Mzava kwa wasilisho hilo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele